بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ويجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه سميع الدعاء. Tunaendelea na darasa yetu katika risala ya dhauqu salah, ladha ya sala, na tuliona mara ya mwisho kuhusiana na hatari ya mtu kughafilika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu anapokuwa amejiweka mbali na jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lile jambo lake la kuwa mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala linapokita mizizi katika moyo wake na kumtawala vizuri, unakuwa moyo wake unakufa, bali anakuwa na moyo mgumu. Na tukaona katika sura kama hiyo inakuwa hariku shahawati fiha min kulli janibin kasamayim, na inakuwa ule moto wa matamanio unazunguka katika kila pande, kama vile upepo wenye kushambulia, upepo wa moto, namna unaposhambulia sehemu unazunguka katika kila kona. Na tukaona aqibatul ghafla, yani mwisho mbaya wa mtu kughafilika katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ya kwamba akawa maisha yake yeye ni mchache katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akiingia chooni hamtaji Allah, akitoka hamtaji Allah, akilala hamtaji Allah, akiamka hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akila hamtaji Allah, akimaliza hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akikutana na ahli yake anasahau, hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa yeye maisha yake yako hivyo. Tumeona mtu kama huyu kwamba mwisho wake unakuwa ni mbaya, mwisho wake unakuwa ni mbaya. Na tumeona maelezo mazuri ya Sheikh rahimahullahu ta'ala aliposema kwamba wa idha tadaraka alayhi ghaithur rahma, na pale ambapo moyo unapomiminikiwa na mvua ya rehma, ihtazzat ardhuhu, kwamba ardhi yake inakuwa inashtuka, warabat, na inanawirika, inapata rutba, wa ambatat min kulli zawjin bahij, na ardhi hiyo inakuwa inaotesha kila aina ya matunda yaliyonawiri. Kwa hiyo mtu akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ule ukame na ususuwavu katika moyo unakuwa unaondoka. Fa idha nalahu alqahtu waljadbu, na pale ambapo moyo unaposibiwa na ukame na ugumu, kwa maana kwa sababu ya kutokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kana bimanzilati shajaratin, moyo huo unakuwa uko katika nafasi ya mti. Yani unakuwa moyo huo ni kama vile mti ambao rutubatuha walinuha, yani rutba yake mti huo na ulaini wake, wa thimaruha kadhalika, na matunda yake, minal ma, yote hayo yanatokamana na maji. Mtu moyo wake unaposibiwa na ukame, mfano wake unakuwa ni kama vile mti ambao kunawirika kwake na kuonekana katika hali iliyokuwa nzuri, kutoa kwake matunda, ulaini wake unategemea umwagiliaji wa maji. Fa idha muni'at minal ma, kwa hiyo pale ambapo mti huo unapozuiliwa na maji, ukawa haumwagiliwi maji, yabisat uruquha,
bila shaka itakauka mizizi yake, kwa sababu hakuna maji ambayo yanamwagiliwa katika mti huo. Wadhabulat aghsanuha, na yanakuwa yananyauka yale matawi yake. Wahubisat thimaruha, na katika sura kama hiyo mti kama huo unazuiliwa na matunda yake, hauwezi kutoa matunda mti kama huo. Warubbama yabisatil aghsanu washajara, bali mara nyingine huenda yakakauka yale matawi, kadhalika na mti wenyewe. Matawi yakakauka kadhalika na mti wenyewe kabisa ukakauka. Kwa nini? Kwa sababu mti unategemea mizizi. Mizizi tayari ishakauka kwa sababu imekosa maji. Kwa sababu mizizi imekosa maji, kadhalika na mti nao unakauka. Fa idha madatta minha husnan ila nafsik, na pale utakapojaribu kuvuta tawi, kutaka kulivuta tawi kuelekea katika upande wako, tawi lolote katika mti huo, lam yamtadda, tawi hilo lilakuwa halivutiki. Walam yanqad laka, na lilakuwa halinyenyekei kwa kuwe, kwa maana haliji upande wako, kwa sababu ni tawi ambalo tayari liko kavu. Wankasara, na lilakuwa linavunjika tawi kama hilo. Na huu ndio mfano wa mtu ambaye tayari moyo wake umeshakufa, uko mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Inafikia wakati hata ukimwamrisha haamrishiki, kwa sababu moyo wake tayari ushapatwa na ususuwavu, tayari umeshapatwa na ususuwavu. Kwa hata ukimwamrisha haamrishiki, hata ukimkataza mtu kama huyo hakataziki, kama vile tawi ambalo tayari liko kavu, ukilivuta utalikata tu. Fahina idhin, basi katika wakati kama huo, mtu akiwa na mti kama huo, kaumwagilia maji, kaweka mbolea, kaweka vifaa vyote vinavyohitajika katika mti kama huo, lakini mti haukubali, bado unaendelea kunyauka kadhalika na kukauka, bila shaka mti kama huo utahitajia kukatwa tu na kuchanjwa, ukafanywa kuwa ni kuni, zikatumika kuni hizo kuwa ni za moto. Kwa ndio maana Sheikh akasema fahina idhin, kwa hiyo wakati kama huo, taktadhi hikmatu qayyimil bustan, bila shaka itahukumia ile hikma ya yule msimamizi wa konde kama hiyo, konde ambayo ina miti ambayo tayari imeshakufa na kukauka. Qat'u tilka ash-shajara, hikma yake bila shaka itahukumia katika kukatwa miti kama hiyo. Waja'aluha waqudan linnar, na kufanywa kuwa ni kuni za moto. Maana yake ni sawa sawa na mtu hataki uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala inahukumia kumwadhibu mtu kama huyo, kumwadhibu mtu kama huyo, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, waman yushaqiqir rasula, atakayemwasi mtume, kwa maana asifuate maamrisho yake, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kushakumbainikia yeye uongofu. Yani uongofu tayari umeshambainikia, njia ni hizi, taratibu ni hizi, lakini bado anamuasi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayattabi ghayra sabilil mu'minin, bali akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Malipo yake kapewa uongofu, hautaki, nuwallihi ma tawalla, tunamsukuma huko huko alipoelekea. Wanusbihi jahannam, na tunakuja kumuingiza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na hayo ndiyo marejeo mabaya kweli kweli. Jahannam kuwa mtu ndiyo marejeo yake. Nini? Kwa sababu hikma ya Allah imehukumia kwamba huyu hataki ule uongofu aliopewa, moyo wake umeshakufa. Kwa hiyo kama ni hivyo, yeye amekuwa kama vile ni mti mkavu, ni kufanywa kuwa ni kuni za motoni. Nadhani itakuwa imeeleweka hapo. Thumma qala rahimahullah, yubusatul qalbi, inasoma kwa dhamma ya yubusatul qalbi, yani ule ugumu wa moyo, au unaweza ukasema kwa maana qaswatul qalbi, ugumu wa moyo. Sheikh anasema fakadhalika alqalb, na hivyo hivyo moyo, kwa maana haya maelezo haya yanafungamana na yale maelezo ya nyuma, na ndio maana nikarejea. Pametolewa mfano wa mti ambao haukubali maji, haukubali mbolea, bali unazidi kukauka na kunyauka. Mti kama huo, hikma ya mwenye mti kama huo bila shaka ni kuukata na kuufanya mti huo kuwa ni kuni. Kwa anasema fakadhalika alqalbu, na hivyo hivyo moyo. Inama, kwa hakika si vinginevyo, yaibasu, huo moyo unakuwa ni mgumu, idha khala min tauhidillah, unapoepukana na tauhidillah, jambo la kumpwekesha Allah. Wa hubbihi,
kadhalika pale ambapo moyo unapoepukana na mapenzi ya Allah wa maarifatihi, kadhalika na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikrihi, kadhalika na kumtaja Allah, wa duaihi, kadhalika na kumuomba au kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Fatusibuhu hararatun nafsi, kwa hiyo moyo kama huo unakuwa unasibiwa na lile joto la nafsi. Haumfahamu Allah, haumwabudu Allah, haumuombi Allah subhanahu wa ta'ala, moyo huo hauna mapenzi na Allah, haumpwekeshi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatusibuhu hararatun nafsi, moyo kama huo unasibiwa na lile joto la nafsi. Unaweza kumuona mtu chumbani kwake katundika nguo zake, hana tauhidi maskini, pengine mbaibui la mkewe akiliona anamzania mtu, huyu si fulani yule, mbona kama fulani, tayari kwa sababu ile hararatun nafsi, joto la nafsi limeshampata. Si mtu wa tauhidi, si mtu wa tauhidi, yeye ni mshirikina, anafanya mambo ya maasi. Kwa lile joto la nafsi lilakuwa ni lenye kumpata. Wanaru shahawat, kadhalika na moto wa matamanio. Wanaru shahawat, kadhalika moyo unapoepukana na mambo hayo unasibiwa na moto wa matamanio. Ndio mtu anawezekana akawa ni mshirikina, mzinifu huyo, mwizi huyo, mwenye kulaghai huyo, mwenye kufanya udanganyifu huyo, na mfano makosa kama hayo katika kabairu dhunub. Fatamtani'u aghsanul jawarihi min al-imtidad, mpaka mwisho wake vinakuwa vinakataa vile viungo vya mwili, min al-imtidad, vinakataa kuvutika, idha madattaha, pale unapovivuta. Walinqiyad, kadhalika vinakuwa vinakataa hivyo viungo kule kuongozeka, idha kuttaha, unapoviongoza viungo kama hivyo. Kwa maana moyo ndiyo kila kitu, moyo tayari umeshakufa, kadhalika viungo vyako vya mwili haviwezi kutengenea, haviwezi kutengenea. Kwa maana viungo navyo vinakataa kumtii Allah kwa sababu moyo tayari umeshakufa. Fala tasluhu ba'du hiya washajaratu illa linna, kwa hivyo vinakuwa viungo hivyo haviwezi kusilihi, haviwezi kukubali baada ya hapo viungo wenyewe, kadhalika na huo mti wenyewe, illa linna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam, hivi yule ambaye Allah amekikunjua kifua chake kwa Uislamu, kamfahamisha Uislamu, akawa anaunyenyekea Uislamu katika kufuata maamrisho yake na kuachana na makatazo yake, anampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa ala nurin min rabbi, na hali ya kuwa mtu huyo akawa yupo katika nuru inayotoka kwa Mola wake mlezi. Hivi mtu kama huyu, kama mtubia ala qalbihi, sababu jawabu lake limeondoshwa, fawailun lilqasiyati qulubuhum, basi ole wao wale ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu, min dhikrillah, kwa sababu ya kujiweka mbali na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika, hao, fi dhalalin mubin, wako katika upotevu uliokuwa mbali. Kwa hiyo huu ndio ugumu wa moyo. Thumma qala rahimahullah, matarul qalbi, mvua ya moyo, mvua ya moyo. Qala fa idha kana alqalbu mamturan bimatari rahma, na pale ambapo inapokuwa moyo umenyeshewa na mvua ya rehma, kanatil aghsanu layyinatan, vinakuwa vile viungo vyake ni laini, munqadatan, ni venye kuitika, kwa maana ni venye kunyenyekea, ratbatan, viungo vyake vinakuwa ni vibichi, kwa maana vinakuwa si vigumu, si vikavu, si vikavu. Fa idha madattaha ila amri Allah, utakapovielekeza viungo hivyo katika amri za Allah, inqadat ma'aka, viungo hivyo vinakuwa vinanyenyekea pamoja na wewe, kwa maana viungo vinakuwa vinasikia, kwa sababu moyo tayari ushakuwa mlaini, kwa kadhalika viungo navyo vinakuwa ni vilaini. Wa aqbalat sari'atan layyinatan wadi'atan, na vinakuwa vinaitika viungo hivyo, sari'atan, vinaitika kwa haraka, layyinatan, tena kwa wepesi, wadi'atan, pasi na kugeuka nyuma. Fajuniyat minha min thimari al-ubudiyya, na hapo ndipo panawezwa kuvunwa kutoka katika viungo hivyo, min thimari al-ubudiyya, katika yale matunda ya uabudiwa, ma yahmiluhu kullu ghusnin min tilka al-aghsan, katika matunda ya ubudiyya yale ambayo yahmiluhu kullu ghusnin, yanabebwa na kila kiungo, min tilka al-aghsan, katika viungo hivyo vya mwanadamu. Wa maddatuha, na chakula chake au ile mada yake, ulaini wake viungo hivyo, min rutubatil qalbi,
unatokamana na ule urutuba wa moyo. Moyo ukiwa hauna urutuba, kadhalika na vile viungo navyo vinakufa. Warihi, kadhalika ile mada yake, chakula chake, hivyo viungo vinatokamana na ule ulaini wa moyo au unyevu wa moyo. Falmaddatu, kwani ile mada, kwa maana kile chakula chenyewe, ta'malu amalaha, kinafanya ile kazi yake hicho chakula, fil qalbi wal jawarih, katika moyo kadhalika na katika viungo. Katika moyo kadhalika na katika viungo. Hapa tunapozungumza chakula, maana yake ni yale maamrisho na Qur'ani na miongozo na uongofu unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana ikiwa haya yashafanya kazi katika moyo, kwa sababu moyo unategemea haya, kwa kadhalika pia vile vile ndipo vile viungo vinakuwa ni vipesi. Kwa hiyo kile chakula, ta'malu amalaha, kinakuwa kinafanya kazi yake fil qalbi wal jawarih, katika moyo kadhalika na katika viungo pia. Wa idha yabisa alqalbu, na pale unapokauka ule moyo unapokuwa mgumu, ta'attalatil aghsanu min a'malil birr, vinafeli vile viungo katika kufanya matendo ya wema, matendo ya uchaji. Wa idha yabisa alqalbu, na moyo unapokuwa mgumu, ta'attalatil aghsan, navyo viungo vinakuwa vinafeli, vinakataa, min a'malil birr, katika kufanya yale matendo ya wema. Lianna maddatal qalbi wa hayatahu, kwa sababu ile nyenzo ya moyo na uhai wake, qad inqata'at minhu, inakuwa tayari imeshakatika katika ule moyo. Falam tantashir, na inakuwa haijaweza kuenea fil jawarih, katika viungo vingine. Maana yake ni nini? Ikiwa moyo unategemea urutuba, na urutuba wa moyo maana yake ni ile Qur'an, ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa ule urutuba haukuweza kuingia katika mizizi ambayo ndiyo moyo, vipi urutuba huu utaweza kufika katika matawi ambayo ndiyo viungo vya mwanadamu? Mfahamiana kwamba moyo wa mwanadamu unategemea uongofu wake kupitia Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa huu moyo tayari umeshakataa, vipi hii Qur'ani itaweza kufika katika viungo vya mwanadamu hali ya kuwa moyo umeshakataa katika jambo kama hilo? Kwa maana unaweza ukasema, kwa maana vipi ile mbolea itaweza kuingia katika nini, matawi ya mti, na hali ya kuwa mizizi imekataa kuingia nini, kuingia ile mbolea? Kwa maana hili ni jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana akasema fa idha yabisa alqalb, pale unapokauka ule moyo unapokuwa mgumu, ukakataa kile chakula chake, ta'attalatil aghsanu min a'malil birr, kadhalika vile viungo vinafeli, vinakataa katika kufanya matendo ya wema. Lianna maddatal qalbi, kwa sababu ile mada ya moyo, wa hayatahu, na uhai wake, qad inqata'at minhu, inakuwa tayari ile mada ya moyo na uhai wake imeshakatika kutokamana na huo moyo. Falam tantashir, kwa hiyo inashindwa ile mada ya ule uhai wa moyo kuingia katika sehemu nyingine. Fatahmilu kullu jarihatin thamaraha min al-ubudiyya, kwa hiyo kinabeba kullu jarihatin, kila kiungo, thamaraha, kinabeba matunda yake, min al-ubudiyya, katika uabudiwa. Akia dakika 2. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.